Giorgio Mario Bergoglio maarufu kama Papa Francis alizaliwa nchini Argentina Disemba 17 mwaka 1936 akiwa mtoto wa kwanza kati ya watoto watano. Pia alikuwa kardinali wa Argentina. Mwaka 2013 Francis alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika kumrithi Papa Benedicto wa 16 ambaye alifariki mwaka 2022 na alikuwa ndiye papa wa kwanza kustaafu kwa hiari baada ya takriban miaka 600. Papa Francis aliwavutia wahafidhina juu ya mtazamo wake kwa masuala ya mahusiano, huku akiwavutia wanamageuzi kwa msimamo wake wa kiliberali juu ya haki za kijamii. Lakini baada ya urasimu wa Vatican, baadhi ya majaribio ya Papa Francis ya kuleta mageuzi yalikumbana na upinzani, lakini alibaki kuwa maarufu miongoni wana mapokeo. Tukirudi kidogo miaka nyuma kadhaa, Papa Francis akiwa kijana alifanya kazi kama mlinzi wa klabu ya usiku na kufanya kazi ya ufagiaji kabla ya kuhitimu chuo cha mwanakemia. Alifanya kazi katika kiwanda cha ndani cha Ester Balestrino. Pia alikuwa mwanaharakati aliyefanya kampeni dhidi ya udikteta wa kijeshi wa Argentina. Papa Francis alikuwa askofu msaidizi huko Buenos Aires mwaka 1992 na kisha akawa askofu mkuu. Papa Yohane wa Pili alimteua kuwa kardinali mwaka 2001 na akachukua nyadhifa hiyo katika utumishi wa umma wa kanisa. Katika mahubiri yake alitoa wito wa umoja katika jamii na kukosoa serikali ambazo zilishindwa kuwapa kipaumbele watu maskini zaidi katika jamii. Akiwa papa alifanya juhudi kubwa za kuponya mpasuko wa miaka 1000 na kanisa la Orthodoksi la Mashariki. Lakini pia Papa Francis alifanya kazi na Waanglikana, Walutheri na Orthodox na kuwashawishi marais wa Israeli na Argentina kuungana naye kuombea amani. Baada ya mashambulizi ya wapiganaji wa Kiislamu alisema si sawa kuhusisha Uislamu na vurugu. Papa Francis pia atakumbukwa kwa kauli yake baada ya kusema kuwa kanisa linapaswa kukaribisha watu bila kujali mwelekeo wao wa kijinsia, lakini akasisitiza watu wa mapenzi ya jinsia moja kuwasili watoto ni aina ya ubaguzi dhidi ya watoto. Enzi za uhai wake Papa aliugua pneumonia, lakini alipona baada ya kuugua ugonjwa huo na kufanywa upasuaji na kuondoa sehemu ya pafu lake, na hilo lilimwacha katika hatari ya kuambukizwa tena katika maisha yake yote. Mbali na hilo pia alipatwa na maumivu kwenye goti lake la kulia ambayo aliyetaja kuwa ni unyonge wa kimwili. Hii ni Mzalendo News.